Naibu Waziri wa Nishati Mheshimiwa Salome Makamba amezindua mradi wa nishati safi ya kupikia katika shule ya sekondari ya Bunge. Uzinduzi huo umefanyika Februari 4 mwaka 2026 katika shule hiyo ya wasichana iliyopo Kikombo jijini Dodoma. Mheshimiwa Makamba amesema mradi huo ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya kuzitaka taasisi zinazolisha chakula zaidi ya watu 100 kupikia nishati safi na salama, ambapo hadi sasa taasisi zaidi ya 1136 kati ya taasisi zaidi ya 30 nchini zimeanza kutekeleza matumizi ya nishati safi na salama. Serikali ilizindua mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia 2024-2034 wenye lengo la kuhakikisha ifikapo 2034 80% ya Watanzania watumie nishati safi ya kupikia, na mkakati huu unaenda sambamba na jitihada za kuongeza uelewa kwa jamii, kwa sababu imebainika kuwa changamoto kubwa sio tu upatikanaji wa nishati bali ni uelewa mdogo wa umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, mfumo wa nishati safi ya kupikia tunaouzindua leo umewekwa hapa shuleni kwa makusudi, kwani shule hii ni miongoni mwa taasisi zinazozalisha watu zaidi ya 100. Itakumbuka kuwa serikali imeshatoa katazo la taasisi za aina hii kuacha kutumia kuni na mkaa, kwa sababu matumizi ya kuni na mkaa katika kupikia si salama kwa wapishi na mazingira kwa ujumla. Awali akizungumzia mradi huo, kaimu mkuu wa shule Bwana Richard Msana amesema mradi huo umepunguza gharama za kupikia ikilinganishwa na hapo awali. Kwa kipindi cha kuanzia Julai 2020 mpaka Mei 2022 tulikuwa tukitumia kuni, na gharama ya kuni kwa wakati huo tukinunua kwa miezi mitatu ilikuwa inatugharimu shilingi milioni 10.5. Baada ya kupata mradi huu wa gesi kuanzia mwezi Novemba mwaka jana hadi Februari hii, ambapo kwa kutumia gesi hii imeweza kuokoa fedha karibu nusu yake, kutoka milioni 2,753,334 mpaka kufikia milioni 1,351,500 kwa mwezi. Mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa kipindi cha mwaka 2024 na 34 unalenga kuhakikisha wananchi wanapata suluhisho la nishati safi ya kupikia isiyokuwa na madhara kwa afya, gharama nafuu na isiyokuwa na madhara kwa mazingira. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.